Waandishi wa habari tumeitana kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya mafanikio na operation pamoja na misako ambayo imefanywa na Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika kipindi cha mwezi wa 3 mwaka 2025. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limeendelea kushirikiana na wananchi kwa kupokea taarifa mbalimbali za uhalifu na wahalifu na kuzifanyia kazi, na katika kipindi cha mwezi wa 3 2025 Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kukamata watuhumiwa 25 kwa makosa mbalimbali ya kihalifu walioyatenda, ikiwa ni pamoja na makosa ya wizi wa pikipiki, uvunjaji, wizi wa simu na ukiukwaji wa usalama barabarani. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linapenda kutoa taarifa kuwa katika kipindi cha mwezi wa 3 limefanikiwa kukamata watu wawili huko Makambako. Mmoja amefahamika kwa jina la Ibrahim Juma Kimata miaka 24, na wa pili anafahamika kwa jina la Wetraki Ephraim Ngangalawa miaka 32. Hawa wanatuhumiwa kwa wizi wa bajaji ambao wanatumia nguvu katika kutekeleza matukio ya wizi wa bajaji. Sambamba na tukio hilo, tumefanikiwa kuwakamata watu hawa wakiwa na vifaa mbalimbali, ikiwa pamoja na spana za kufungulia magari, kadi ya pikipiki, leseni ya udereva, kuna vifaa ambavyo vinaitwa rectifier 2, coil plug na kamba kwa ajili ya wanapokuwa wamemteka mtu au wanamnyang'anya mtu wanamfunga kamba. Kwa uchunguzi wa shauri hili unaendelea, na mara utakapokuwa umekamilika, watuhumiwa hawa tutawafikisha katika mikono ya mahakama kwa ajili ya kuchukuliwa hatua. Lakini vile Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtu ambaye anaitwa Jackson Agustini Kitalula miaka 20. Huyu ni mkazi wa Lupembe akiwa na simu 6. 2 ni aina ya Tecno, lakini kuna 2 aina ya Itel na Nokia 1 pamoja na Guava 1. Saa ya mkononi, redio ndogo, hizi zote ni mali ambazo alizipola katika matukio ya uvunjaji. Lakini katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Ali Athumani Juma Mtate miaka 25. Huyu ni mkazi wa eneo ambalo linafahamika kwa jina la Uyelivela cha Ugingi, pamoja na mtu mwingine ambaye anaitwa Dickson Bertram Mgaya miaka 31. Huyu ni fundi simu, wakiwa na pikipiki namba MC 328 ECZ, mali ambayo walipola katika tukio la wizi wa pikipiki. Kwa hiyo watu hawa, upelelezi wake utakapokuwa umekamilika wa tukio hili, tutawafikisha mahakamani. Vile Jeshi la Polisi limefanikiwa kumkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Michael Leonard Mahenga miaka 39, mkazi wa kijiji cha Itona kata Ifwaga wilaya ya Mufindi, ambaye alikamatwa kwa tukio la mauaji lililotokea kule maeneo ya Mufindi, na tayari tumeshamkabidhi mkoa wa Iringa kwa ajili ya kuendelea na hatua zingine za kimashtaka. Lakini kwa upande mwingine, Jeshi la Polisi limepata mafanikio katika mahakama mbalimbali ambazo zimeendelea katika mwezi wa 3, lakini pamoja na mwezi wa 4 mwanzoni, ambazo haya ni matukio ambayo yalitokea mwezi wa 3. Kwa tarehe 2 mwezi wa 4, kwa matukio yaliyotokea mwezi wa 3 2025, katika mahakama ya Makete ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Noah Elinusi Sanga kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mwanafunzi, kesi namba 5469 ya mwaka 2025 ya husika. Lakini tarehe 19 mwezi wa 3 2025, katika mahakama ya mwanzo Ludewa ilimhukumu Kevin Mtitu miaka 42 kifungo cha miezi 6 jela
au kulipa faini ya shilingi 400,000 kwa kosa la kuharibu mali na kesi ya wizi namba 16 mwaka 2025 ya husika. Lakini tarehe 19 mwezi wa 3 2025 katika mahakama ya mwanzo Ludewa ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Aquinata Maria Mwankenja miaka 38 kwenda jela miezi 6 kwa kosa la shambulio la kudhuru mwili kesi namba 1 ya mwaka 2025 ya husika. Vile vile tarehe 13 mwezi wa 3 2025 katika mahakama ya mwanzo Ludewa ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Florian Damas Hongoli miaka 18 kwenda jela miezi 6 kwa kosa la wizi wa simu aina ya smartphone